Hello, mambo vipi mtazamaji wa Bimamba TV, na kwenye mic upo na JR, ukitaka niite Bad Amy, na hapa mbele yako nipo na Isha King, kati ya waigizaji ambao wanafanya vizuri sana kwenye industry ya hapa nyumbani. Bane, mimi nilikuwa na swali mbili tatu na pia nimembatisha kwenye kona zake akiwa location, na nataka nijue ni kitu gani ambacho ameandaa mpaka sasa hivi, maana nimemkuta kwenye mazingira ambayo ni kama hivyo nilikwambia location, au sio? Ningetaka nijue habari yake kwanza, au sio? Mambo vipi? Safi. Harakati is going. Mungu mwema. Mungu mwema. Pia ningependa niongelee kuhusiana na swala ambalo nimezungumzia hapo kwamba mazingira yenyewe yanaonesha tu mtu akikuangalia kwamba hupo location fulani. Kitu gani ambacho umeandaa mpaka sasa hivi? Mimi kama kawaida yangu huwa mimi sio mtu wa maneno, mimi ni mtu wa kazi. Yes. Na hapa kuna kazi mpya ambayo naiandaa. Kazi kubwa. Ni movie ambayo itaitwa Wema. Nawaza leo ndo tumeanza, leo ndio imekuwa day 1 ya hii kazi, ndo tumeanza location leo. Kwa hiyo mashabiki watarajie kitu gani baada ya hapo? Watarajie ni mema, maana movie yenyewe inaitwa Wema. Wema ni kitu ambacho kitakuwa tofauti kidogo ambacho hawajawahi kukiona kwako kwenye movie hii. Ni kweli. Hii kitu itakuwa na tofauti, maana ni movie ambayo inaongelea maisha halisi ambayo tunaishi. Na sio hapa tu nyumbani, Afrika na nje ya Afrika. Ndo maisha ambayo tunayaishi sasa hivi. Kwa hiyo nimeangalia nitembee na hicho kitu. Najua watu watapata kitu kikubwa sana. Je, ningependa nijue kwenye movie hiyo ambayo umeitwa Mema, je, kuna uhalisia ambao umeigiza ambao ni maisha yako halisi? Sio tu maisha yangu, bali ni maisha ya watu wengi. Maana mimi mwenyewe kwenye movie nitateswa sana. Na maana nitalelewa na mama wa kambo baada ya mamangu kufariki, mwisho baba pia atakufa. Ina maana mambo ni mengi sana. Mimi naomba tu mashabiki wajiandae kufuatilia hii movie, maana itakuwa na mambo mengi, lakini pia ni nzuri kama kawaida yangu. Ni movie ambayo itahitaji kukaa kufuatilia na familia. Pia wewe kati ya movie ambazo ushakuigiza na unazifanya, kuna maisha yako ya nje na sanaa na nje ya sanaa ambao ushawahi kuyaingiza kwenye sanaa. Je, ushawahi kufanya kitu kama hicho? Ndio. Na je, ni movie gani ambayo uliwahi kuifanya ukaigiza kwenye uhalisia wako labda watu hawakuelewa? Kwanza kuna movie ambayo nimefanyia kazi inaitwa Dark Legacy. Na hiyo movie ni kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa nimeshawahi kuvipitia kabla ya kufika mahali hapa ambako tunaishi. Na maana hivyo kuna baadhi ya vitu ambavyo niliwahi kuvipitia, mambo ya familia, kugombania maurisi, vitu kama hivyo. Na maana hicho ni kitu moja wapo ambacho nilikifanya na ni maisha ambayo niliwahi kuyapitia. Yes. Na pia ningependa niongelee kwamba utofauti fulani wa waigizaji. Tunajua waigizaji ni wengi na wanafanya kazi nzuri pia ukiwemo na wewe. Tunaweza tukaongelea utofauti ambao unaoona kwako na waigizaji wengine upo sehemu gani? Kwanza nitasema wote ni waigizaji. Wote ni waigizaji. Na ijapokuwa sipendagi sana kugusia huko, lakini wote tunafanya kazi za igizo, lakini kuna tofauti mkubwa kati ya kazi wanazozifanya na kazi zangu mimi. Unaona, maana kuna waigizaji na wachezaji wa filamu. Mimi ni muigizaji. Lakini wale wachezaji wa filamu ni wale ambao akilala anaamka na mimi nimekuwa muigizaji, afu anaingia location anashuti. Amejua tu kukaa mbele ya kamera. Ina maana ukifuatilia tu movie zangu utajua hii ni movie, hii ni mchezo ulifanyika kwa kufanya nao waonekane wameigiza. Je, ni nafasi gani wala ni level gani ambao ushafika unahisi bado wengine waweza kaifika na bado wewe unaiona bado kabisa unatamani wewe ni mbele kabisa? Kwanza connection. Yes. Maana hizi kazi kitu cha kwanza inakuwa ni kujitafuta kwanza. Kitu cha pili ni kuwa na connection, na kitu cha tatu ndio kuanza geuza sasa kazi yako ya sanaa kuwa ajira. Ina maana mimi hatua inayobaki ni hiyo, kugeuza sanaa yangu kuwa ajira. Ndio kitu ambacho kinabaki tu. Bado najitafuta kwenye hiyo nafasi. Tofauti na wewe, ni mwigizaji gani mwingine ambao ushawahi kufanya naye kazi ambaye ni msanii mkubwa? Yaani tunaweza kusema mwigizaji mkubwa. Wala pia ni msanii gani ambao unakuja kutamani kuja kufanya naye kazi hapo baadaye? Ambao mimi natamani kufanya nao kazi ni wengi, ila sio wengi zaidi, maana wasisikie hivi labda kila msanii aseme na mimi kumbe ni wengi na mimi nitafanya naye kazi. Kwanza sio kila msanii ndo napenda kufanya naye kazi mimi. Lakini kisema kwa
hapa Bongo. Ni wasanii ambao natamani sana kufanya nao kazi. Natamani kabisa hata mimi mwenyewe nikikutana nao najua itakuwa ni moja kati ya ndoto zangu. Wa kwanza ni Gabos Gamba. Yes. Ya, na wa pili ambaye soon najua nitapambana nitakutana naye ni Duma. Ya, hawa watu wawili na wakubali sana. Na ila kufuatana na kauli ambazo umezungumzia hapa ni kama kauli zako hutaki kuzungumzia wasanii wengine. Kwa nini? Huwa sio pigo zangu. Unajua kila mtu ana sababu zake kuingia kwenye sanaa. Mimi nimeingia kwa kuelimisha na sio kwenda fanya ugomvi. Kuna mtu mwingine anajua ili apate jina lazima niongelee mtu super ule anafanya hivi, super fulani hivi na hivi na hivi. Sasa mimi naanza mtukana mtu ili mimi nipate jina. Sasa sio pigo zangu. Mpigo zangu nafanya kazi, then hiyo kazi ndio niongelee mimi, sio mimi niongelee kazi. Na kati ya vitu vyote ambavyo kulifanya, ni kitu gani ambacho ulijaribu kukifanya kwa bidii na kwa nguvu zote ambacho kinakuhusu wewe lakini mpaka sasa hivi watu wengi hawajakielewa? Kwanza ni hii kazi yangu ya kuigiza. Ya, natumia nguvu nyingi sana. Sana, sikudanganye mtu. Ya, kuna watu ambao wataangalia movie wanasema, mbona kumbe rahisi na mimi naweza nikafanya hii kazi. Lakini mimi natumia nguvu nyingi sana ambao watu hawawezi wakaelewa, mashabiki hawawezi wakaelewa. Labda kwa wale watu ambao wanaweza kapenda wanipe support. Ni kwamba natumia nguvu nyingi sana ili nitimize malengo yangu. Lakini mpaka sasa hivi kuna changamoto nyingi sana ambazo nazipitia na shindwa kukamilisha. Ina maana ila kwa mashabiki wakiona kazi wanajua hapa nimefanya for easy, yani nimepata kwa urahisi. Lakini kwamba napitia changamoto nyingi sana kutokana na nini? Mimi mwenyewe najidhamini. Sina mtu yoyote nyuma yangu. Ina maana ile ni kitu cha kwanza ambacho nakifanya. Sitamani kuacha hii kazi yangu. Lakini naangalia nikiwa mtu ukata tamaa naweza nikakata tamaa, kukosa udhamini. Ikitokea siku moja ukaachana na hiki kitu wala ukapotea kwenye industry ya uigizaji, utatamani mashabiki wako kukumbuke kwa lipi? Kwa kitu gani? Kwanza ni waahidi siwezi nikaacha kuigiza. Kwa hali yoyote ile. Na kama navyoongea hivi wanaonisikia na wanaonitazama, ni kwamba mimi nafanya hii kazi sio kwamba na pesa, ila natamani kuwa na pesa. Nafanya kwa kupambana na, yani natumia nguvu nyingi sana, najinyima, nashindwa kuvaa, nashindwa kula, ili mradi nifanye hii kazi mashabiki zangu wanione. Ina maana ni kitu ambacho nawaahidi siwezi kuacha hii kazi. Je, hapo umeongelea unatamani uwe na pesa. Je, kati ya vitu hivi ambavyo tutaongelea hapa kwenye uigizaji wako, je, unatamani kuwa na pesa au heshima au kujulikana? Vyote kwa pamoja. Je, unahisi vyote vitu hivi vinakuja kwa pamoja? Ni kweli vinakuja kwa pamoja. Kivipi? Na maana kimoja kina support kingine ili viambatane. Lakini ukisema utavipata vyote kwa mkupuo, kuna ugumu wake. Lakini unatafuta wewe mwenyewe heshima ili hiyo heshima sasa ifanye unapata pesa. Ila kabla ya yote ni inabidi uwe kwanza na pesa au heshima? Kwa nini usiwe na heshima ili upate pesa? Kumbe ndio hivyo. Yote ila ni kauli nzuri. Unajua nini? Kuna mtu anaweza akawa na pesa lakini hana heshima, na watu wengi wanafeli kwenye hiyo njia. Watu wengi kabisa. Unajua unakutana na mtu ana pesa, kwa hizo pesa zake anatumia kama fimbo ya kuwapiga watu wengine. Hutaheshima mtu, yani hutamheshimu mtu yoyote hata akiwa ni nani. Ukimwona unamwona tu ni wa kawaida, sababu wewe una pesa umeshafika. Lakini bado sasa mimi kuliko niwe na pesa ili kuwaponda watu wengine, bora mimi niwe na heshima nikose pesa. Maana one day kwenye hii heshima yangu nitapata pesa. Basi mimi nitapenda nimalizie na swali moja. Ni kwamba level ambao ushafika hapa nyumbani, level ambao ushafika hapa nyumbani, unatamani kufanya na muigizaji gani ambao unaona labda ukifanya naye kazi ndio itakuwa heshima kwako? Kwa hapa nyumbani kuna muigizaji mmoja tu ambaye naweza nikafanya naye kazi. Ni Brighton Dunia. Wa hapa kabisa ni huyo tu. Tofauti na yule kabisa, sitamani atuniulize tena maswali kuhusiana na muigizaji yote yule hapa. Tofauti na yule, ni yule ndo muigizaji ambaye najua naweza nikafanya naye kazi mimi. Kwa sababu tu, kwanza sababu zipo nyingi tu. Maana nikiwa muigizaji naangalia pia anachokifanya muigizaji mwenzangu.
ina maana yule naye pia ni mwigizaji, anatumia akili nyingi ili aelimishe jamii, na mimi hicho ndo nachokifanya. Na maana tufanye kazi kwa kurupuka, naweza nikafanya naye kazi. Ningemalizia na neno moja tu kwamba mashabiki wetu wa Bimamba TV wazidi kutufuatilia, na pia ningependa brother malizie neno moja kwa mashabiki pia na wanasanaa wenzake kwa ujumla. Nianze kwanza na wenzangu wasanii. Kwanza sitakuwa na kauli kama wanazotumia wenzetu kusema kwamba wasanii wenu wa hapa, hapana. Nitasema wasanii wetu wa hapa, maana mimi mwenyewe ni msanii. Sisi wote ni wasanii na mabosi wetu ni mashabiki. Kwanza mimi huwaga naheshimu sana mashabiki, maana ndo mabosi wangu wa kwanza. Unaona? Ijapokuwa kuna mtu mwingine anaweza kujua mimi mdhamini wangu yuko Marekani, hapana. Bosi ni yule mshabiki. Shabiki ndo bosi. Afu yule mtu ambaye anategemea ambaye yuko Marekani, yule ni supporter. Unaona? Kwa nianze na mashabiki ambao ndo mabosi wetu, niwaambie kuwa tuna kazi yetu mpya ambayo tunaiandaa soon tu hapa itakuwa hewani. Ni movie ambayo inaitwa Wema, na ni movie ambayo tunacheza na maisha halisi tunayoyaishi. Naomba tu wasichoke kutufuatilia. YouTube channel yetu ni Isha Films. Soon inaachia hii kazi. Vile vile niseme kwa ndugu zetu wasanii ni kwamba tupendane, tuwe na upendo. Sanaa sasa hivi ni ngumu, sio kwamba wanavyofikiria ndo wataenda nayo, hapana. Sanaa sasa hivi tusiwaongeaji sana, maana katika kuongea tunajikuta tunakoseana, unaona? Kwa tupendane ili pale ambako unakosea tunaweza tukakuweka sawa na kazi inaenda vizuri. Hicho tu. Bwana, mimi sitakuwa na mengi ya kuongea, na bila kusahau nyuma kamera nipo na director Kunta pamoja na Defender OG. Pia usisahau kusubscribe, kulike na comment na kushare video zetu kwa wengi zaidi, utakuwa umetisha sana. Asante.